mwana wa loba mie Mbona watizama chini unapopatwa na majaribu? Ndani ya soko hili la Namanga tumekuja kwenu kuwaletea habari njema, habari ya injili ya kweli iliyofichika. Injili hii hamjawahi kuisikia mahala popote toka mnazaliwa mpaka leo hii. Hayo ni maneno mazito na yenye kushangaza, lakini hamna budi kuyasikia kuanzia siku hii ya leo na kuendelea. Ni siri zilizofichika ambazo zimefunuliwa na mzaliwa wa pili. Hivi ninavyoongea, tuko na ugeni wa ajabu katika hii dunia, ugeni wa ujio wa mzaliwa wa pili Zorua 100. Yeye amedhihirishwa na muumba wetu wa kweli kutoka juu katika uwepo usiokuwepo. Ndugu zangu wapendwa, mkiwa mnaendelea na majukumu yenu ya kazi, majukumu ya biashara, fanyeni biashara zenu kwa utulivu, lakini mweko mkitega sikio mpate vitu vilivyofichika kuhusiana na ukuu wa mtu mweusi. Sasa leo hii mzaliwa wa pili amekuja katika hali inayoonekana tunaye, ndiye amekuja kurejesha ukweli na ukuu wa mtu mweusi. Mtu mweusi, usijidharau, usijenyepae, usijione kwamba wewe ni mtu duni au wewe ni maskini. Kumbuka wewe ni wa thamani kubwa na dunia yote imeundua wewe, lakini kwa sababu ya chuki ya wazungu na damu mchanganyiko, ndio maana tuko hivi tulivyo leo. Naomba kwa muda huu nimwachie Kakaboni kidogo aweze kutoa ufafanuzi na kuingia kwa kina zaidi, ili muweze kupenya na kutafakari haya tunayosema. Karibu Kakaboni. Nyote mnajua kwamba kuna aina mbalimbali ya dini zinazosemekana kwamba zimefunuliwa. Tutakwenda kuwaambieni kwamba sawa, mtu mweusi ambaye anayeonekana katika huu ulimwengu, usijidharau wala usijione kwamba wewe ni duni kwa sababu ya wengine ambao unafikiri kwamba labda wana maarifa, ambayo wewe labda unajiona kwamba haujaunda kitu chochote, haujajua hata kuunda labda nini simu, haujajua kuunda labda gari, haujajua labda kutengeneza baiskeli kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ila unarekebisha tu. Mtu mweusi ndiye mtu wa kwanza kuwepo katika hali hii inayoonekana kabla ya rangi zingine, na udhibitisho Mwanzo 1:26 inasema kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, akatawale ndege, samaki na viumbe vya nchi kavu. Kwa hiyo ikiwa Mungu alisema kwamba na tuumbe mtu kwa sura na mfano wetu, hivi kweli kweli muumba na haja ya kujadiliana na mtu ili amuumbe mtu? Kweli kuna haja ya kufanya majadiliano na nani? Lakini walipenda kuonyesha hawa waliokuja kutafsiri kwamba labda kuna miungu wengi ambao wanashirikiana, ambao labda watu weusi wafikiri kwamba kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu na kuna Mungu Baba. Mungu hagawanyiki, mnaambiwa Mungu hagawanyiki. Mtamlinganisha na nani? Maana unaposema kuna Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, unagawanya tayari, na Mungu hagawanyiki. Sasa ikiwa Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, huyo mtu aliyeumbwa na Mungu alikuwa ni wa rangi gani? Alikuwa ni wa rangi gani? Maana unapoenda katika dini au katika tamthilia hizi za dini, wanasema kwamba Adamu na Eva walikuwa ni mzungu. Hivi kweli kweli mzungu kwa mzungu wanaweza wakazaa mtu mweusi? Mzungu kwa mzungu wanaweza wakazaa mtu mweusi? Lakini mtu mweusi na mweusi wanaweza wakazaa mzungu, kwa sababu tunaona, nimetoka kuzungumza kwamba albino ni mzungu aliye na muonekano wa mtu mweusi. Sasa ikiwa Mungu alisema na tuumbe mtu kwa sura na mfano wetu, huyo mtu ambaye wanayemtambulisha kwamba alikuwa ni mzungu, hivi kweli kweli alikuwa mzungu?
Mzungu anatawala jua, mzungu anatawala baridi kweli kweli. Mzungu anatawala jua kwa sababu jua likizidi anaweza akafariki kwa sababu ya ongezeko la joto duniani, na baridi ikizidi anaweza akafariki kwa sababu ya baridi. Kwa sababu ikiwa Mungu alisema akatawale, maana yake jua, baridi, mazingira, ni mtu mweusi anayetawala hivyo. Ni mtu mweusi anayedhibiti jua, ni mtu mweusi anayedhibiti mazingira, kwa sababu jua na mtu mweusi lina DNA moja. Yaani jua hili ambalo tunaliona lina DNA moja na mtu mweusi, na ndiyo maana linampa nguvu, linampa vitamini. Kwa hiyo jua linampa nguvu, linampa vitamini, ni kwa sababu wako kitu kimoja. Yule aliyeumba jua na aliyemuumba mtu mweusi ndiyo huyo. Kwa hiyo mtu aliyeelezwa katika Mwanzo 1:26 alikuwa ni mtu mweusi. Rangi zingine wameanzia Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza. Mwanzo 6 mstari wa kwanza inasema kwamba binadamu walipoanza kuongezeka duniani na kuzaa wasichana wa kike, wana wa Mungu waliwapenda binti za watu. Hao wana wa Mungu, wachungaji wanakuja kusema kwamba ni mtu anayetembea kulingana na Mungu mwenyewe, ni mtu anayetembea. Kwa hiyo hili ni angalisho ambalo watu waliambiwa wajitahadhari, ili isije katokea tena. Kwa hiyo ikiwa mtu mweusi yupo hapa ulimwenguni, tunarudia tena, ni kwa sababu yeye ndiye mtu wa kwanza kuwepo katika uumbaji. Na ndio maana ukiangalia kuna baadhi ya watu weusi wengine wanabadilisha rangi ili wafanane labda na Kristo ambaye ni mzungu, wafanane labda na malaika wanaocholewa kwenye TV, ili wabadilishe rangi ya ngozi, labda wanaweza wakaokolewa. Hiyo ni kufuru, unakosa mizizi na unaangamia. Yaani asili inapokukataa maana yake unaangamia. Magonjwa itakushambulia, maana unakosa ulinzi wa asili, kwa sababu ngozi ni ulinzi ambao unakulinda wewe. Hata unapopatwa jeraha, ni ngozi yako inayokulinda, ni ngozi. Kwa hiyo wewe unayechukia rangi ya ngozi yako ni kwa sababu umeaminishwa, umefundishwa, umefunuliwa kupitia hizo dini na demoni na mapepo kwamba labda Kristo alikuwa ni mzungu, malaika walikuwa ni wazungu. Kwa hiyo na wewe unajaribu kubadilisha rangi ya ngozi yako. Ni vyema ukaacha mara moja mchezo wa namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zetu nao tusikiliza, usijidharau. Mtu mweusi unapomwangalia, mfano wanawake weusi, unapowaangalia wanawake weusi, nywele zao, narudia tena, nywele zao hauwezi kulinganisha na watu wa rangi zingine. Nywele za mtu mweusi zinaishi, nywele za mtu mweusi zina ufahamu, maana zinakuwa zinaenda juu, na anapozichana zinageuka kila aina ya asili. Anabadilisha mitindo kwa namna yoyote atakavyozichana. Lakini kwa rangi zingine nywele zao hazisukiki, ndugu zangu. Sasa watafanya kwamba mtu mweusi achukie rangi yake, wataleta mafuta ya kuweza kubadilisha rangi. Watafanya mtu mweusi mwanamke achukie nywele zake, wataleta nywele bandia, ili mtu mweusi aangamie na afe katika kifo cha kiroho. Ndio mchezo unaofanyika sasa. Ikiwa wewe ni mchungaji unayejiita kwamba ni nabii, mwanamke anakuja anabadilisha rangi ya ngozi yake, anaweka nywele bandia, kucha bandia, kope bandia, na unamwambia kwamba Yesu akubariki, Yesu akutakase, wewe sio mchungaji wa kweli. Kwa sababu huyo Mungu unayemwamini, kwa nini asikufunulie akwambie kwamba hauoni kwamba nywele bandia ni uongo? Hauoni kwamba
muonekano wake amebadilisha rangi ni uongo? Na unakubali tu, unapoteza muda kwa ajili ya kukaa nao tu, kuwahubiri, kuwaambia kwamba Mungu anawapenda. Na ndiyo maana ndugu zetu, Kasan, kitu gani nachokusibu? Mbona wangaika sana unapopatwa na shida? Kitu gani unawadha nachofanya neno kulisahau? Unadaiwa hela ya nyumba, nyumbani umekosa chakula. Kitu gani unawadha kinachofanya neno kulisahau? Bado sijajua kila kitu nachofanya, neno najua, hakuna kitu ambacho taficha. Usichoke kupambana, hayo yote yanapita. Vumilia ndugu yangu, neno kila kitu linajua.